Nilikuwa nimeenda wani kidogo. Sambalo kuniambia nikusindikize. Nilihofia kukusumbua. Okay, sawa, basi twende kalale. Sawa. Hapa sasa ndio tunaponda vitu. Pako vizuri. Kuna washikaji kama hivyo tunaenjoy. Mudumu. 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 Nakuja. Ndio bado tuhudumie bwana. Sudi. Bwana Oki. Karibu vipi? Safi. Kwema? Kwema. Mbona muongea sana shemeji yako vipi? Umemwelewa? Hapana. Salama. Karibuni. Asante. Msikilize kwanza shemeji yako. Madam, karibu. Asante. Nikuhudumie nini? Fanta Black. Sudi, kama kawaida? Mimi hapana. Leo naomba tu nisaidie maisha kawa. Mbona uchange kidogo? Sinajua. Nziko na shemeji? Sawa. Jamani, mtani sana. Mtani mwingi sana. Mazingira unayonaje? Lakini si hata nimekuleta hapo. Mazingira si sawa. yako vizuri.
Umetiki? Nakuja hapo haraka nakuja. Nakuja hapo chapu. Niko hapo. Poa. Haya. Hapo si mazalio hapa imeingia. Hili kubwa sana. Mudumu. Nakuja. Njoo bwana nikuja. Wanao. Sasa chukua ile hapo hiyo. Asante. Uende nyumbani. Mimi naenda hivi. Basi sawa. Wewe kaka. Asante. Nimeona ujumbe wako. Kuna mtu nilikuwa naye amekuja naye hapa. Vipi, nani yako? Nani yangu? Sio kwa ubaya lakini. Mpenzi wangu. Ni mpenzi wako. Sudi ni mpenzi wako. Na unadhani kuwa Sudi ni mtu sahihi katika maisha yako? Hichi ndicho umenitia hapa. Kama ni hicho asiwe sahihi, awe sahihi, hiyo haikuhusu tena, ukome. Kuna siku utafahamu tu ukweli Naomi. Mjukuru wangu, naomba ukabidhi kitabu hicho kwa mwenye nacho, maana muda wa kukaa nacho wewe umekwisha. Mjukuru wangu, naomba ukabidhi kitabu hicho kwa mwenye nacho, maana muda wa kukaa nacho wewe umekwisha.
Wewe unaenda wapi? Na ndio maana nikakuita. Hii hapa hela yako. Asante sana. Haina haja. Dada, kuwa makini unapofanya biashara. Unapomrudishia mtu change, kuwa makini. Jua ni kali. Alafu unauza biashara unashinda kuwa makini. Asante sana. Ni wachache pia wenye moyo kama wako. Hata usijali. Mwanangu Naomi, umeniuliza maswali mengi wakati tunakuja hapa. Ndiyo mama. Sasa ninajibu la maswali yako. Unakiona hiki kitabu? Ndiyo. Nilipewa na babu yangu. Na wewe ndio mlisi wa hiki kitabu. Mimi? Ndiyo. Hutakiwi kukitoa kwa mtu yoyote yule na kukitumia vibaya. Si unanielewa? Hiki ni ulisi wako. Ndiyo mama. Shika. Unatakiwa ukitunze vizuri kama ndiyo mama. Samani kitambo kimeachwa na mababu, kitabu cha samani kitambo kimeachwa na mababu. Naomi, umekumbuka shuka kumekucha, mnatia limesha kwenda, urudi nyuma tena kumekukutika. Nini kimekupata? Hauna namna mwana kwa mapenzi anaweza yakakupa fula. Yani mwalimu wa kukoshala. Haya maneno ningelijua unja mwisho wa safari, wezi ukafanya ukatili. Kitabu cha zamani, kitabu kimeachwa na mababu, kitabu cha zamani, kitabu kwa hilo tu kimeachwa na mababu. Maana sinajua mtani wako. Ndio maana nakubali sana. Haina noma. Madili yangu yote kimeachwa na mababu, kitabu cha zamani, kitabu 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 kimeachwa na mababu. Kitabu cha zamani, kitabu kimeachwa na mababu, kitabu cha zamani, kitabu kimeachwa. Hodi hapa. Hodi. Karibu mwenyekiti. Asante. Walete viti Naomi. Kimeachwa na mababu, kitabu cha zamani, kitabu kimeachwa na mababu, kitabu. Zama siku Nzuri, shikamoo mwenyekiti. marahaba. Ujambo mama? Jambo. Unaendeleaje? Kwa kweli namshukuru Mungu. Ndio. Endelea vizuri. Ndio. Tuna siku hatujaja kukusalimia. Leo tukaona kwa vile tunatoka shambani tupite tukakusalimia. Kwa kweli mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Endelea vizuri. Sasa. Pole sana. Asante sana. Japokuwa bado kuna maumivu sehemu baadhi, lakini angalau. Ndio. Umekumbuka shuka kumekucha, na muda tayari umesha. Baba. Na wewe ni mwanako? Ndio. Unafahamiana? Ndiyo. Tulikuwa sokoni. Alinisaidia nidondoshe pesa zangu. Ni kweli baba. Nilikuwa nauza karanga. Nikamsaidia adondosha fedha. Nikabidi nimpe, alikuwa anauza barafu. Lakini sikufahamu kama alikuwa anaishi hapa. Unaona? Ndio mnafahamiana kabisa. Ndio.
Umekumbuka shuka kumekucha, na muda tayari umeshakwenda. Kurudi nyuma tena kumepukutika, hauna namna mwana kwenda. Mapenzi yanaweza yakakupa fula, yani mwalimu wa kukosha la. Haya maneno ningelijua unja mwisho wa safari, wenzio kafanya ukatili. Kitabu cha zamani, kitabu kimeachwa na mabambu. 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 Shauri gani rafiki? Hivi mahusiano yangu na Sudi hivyo na yako sahihi kweli? Hapo kwa kweli siwezi nikakupa ushauri. Sikiliza moyo wako nakwambiaje. Umekumbuka shuka kumekucha, na muda tayari umeshakwenda. Naomi, kitabu. Nimesoma kitabu, lakini hata sijui kukitumia. Ni mwalimu wa kukosha la. Haya maneno ningelijua unja mwisho wa safari, wenzio kafanya ukatili. Kitabu cha zamani, kitabu kimeachwa na mabambu. 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 Naomi. Mbona unalia? Kwani kuna nini? Mama yako amekuwa kimeachwa na mabambu. Kitabu cha zamani, kitabu kimeachwa na mabambu. Pole basi. Kitabu cha zamani, kitabu kimeachwa na mabambu. Kitabu cha zamani, kitabu kimeachwa na mabambu. Basi nyumbani. Basi nikupeleke nyumbani. Kimeachwa na mabambu. Kitabu cha zamani, kitabu kimeachwa na mabambu. Kitabu cha zamani, kitabu. Heshima yako mkuu. Nimeipokea. Umeitisha kikao cha dharura. Kuna nini? Nimeitisha kikao cha dharura kwa sababu nimegundua mahali kilipo kitabu. Kitabu hiki tunachokitafuta kila siku kipo kwa nani? Kinapatikana kwa Mama Naomi. Mama Naomi? Sasa nisikilizeni. Washirika. Ndio mkuu. Washirika. Ndio mkuu. Kama kitabu kiko kwa Mama Naomi, ni rahisi sana kukipata. Sasa ninawapa siku 3. Siku 3 kitabu kiwe mikononi mwetu. Washirika. Ndio mkuu. Nadhani litakuwa limeeleweka. Sasa muda huu turudi majumbani kwetu, na hili nililowaambia mlifanyie kazi. Tuondoke.